Kwa issue ya kusema kuhusu usajili ambao expensive kwa mwaka huu au msimu huu, kwangu mimi unabaki kuwa usajili wa Peter Shalulile. Yaani tangu kuumbwa kwa mpira hakuna usajili mkubwa uliofanyika kama wa Peter Shalulile. Kuanzia kwenye uwekezaji, yani pesa ambayo imetolewa kwenda kwa Peter, jina la mchezaji, lakini nje ya jina la mchezaji hata thamani pia ya mchezaji. Ni mchezaji mwenye quality ya hali ya juu sana. Yaani ukizungumzia mastreka, top mastreka watano bora wa Afrika, huwezi kuacha jina la Peter Shalulile. Kwa tangu kuumbwa kwa mpira kwenye nchi yetu hajawahi kutokea usajili. Mara kwanza ilikuwa ni usajili wa Stefan Aziz Ki. Alikuja na jina kubwa sana na kila mtu, na mpaka anafika Shalulile kulikuwa hakuna usajili mkubwa na uliotikisa kama wa Stefan Aziz Ki. Hii inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba Yanga wameamua kuwa serious sana na wanachokifanya. Wameamua kuinvest kwenye wanachokifanya, wameamua kutia nguvu kwenye wanachokifanya. Kwa maana wakati watu watakuja baadaye na stories zingine, sio wanapanga matokeo, wanaonga marefali, wanafanya nini? Kumbe watu wanatumia pesa kutafuta wachezaji wazuri, watu wanatumia pesa kwenda kuingia machimba ambayo wengine wanakuwa magumu. Sababu kwa mtu kama Peter Shalulile iko wazi kwamba Simba Sports Club wao ndio walikuwa wa kwanza kukaa naye zaidi ya wiki 3 wakiwa wanamapproach Peter Shalulile waweze kumchukua. Ishi kaja, maneno yakawa mengi kuliko vitendo. Yanga wameingia, wamepush dili ndani ya siku 2 ya 3 dili limekamilika, wamemchukua Peter Shalulile. Kwa hiyo hakuna namna yoyote ambayo mtu anaweza akapunguza thamani ya, yani tukiweka ushabiki pembeni. Hata ukasikiza mashabiki wa Simba ambao wako matured enough wanakuambia kabisa kwamba kwenye hili Young Africans wamepiga bao sana. Sababu mchezaji kama Peter yule, hata kama atakuja asifanye vizuri, huwezi kuwalaumu viongozi wa Young Africans kwamba ameleta mchezaji ambaye afanye vizuri, kwa sababu ni mtu ambaye keshaonekana akiwa anafanya vizuri. The same kwa Stefan Aziz Ki, kipindi anakuja hata kama asingefanya vizuri, huwezi kusema kwamba viongozi wamekosea kumsajili, kwa sababu alishaonyesha kitu hata before hajaja Young Africans. Kwa hiyo kwa sasa hakuna usajili mkubwa uliofanyika kama wa Peter Shalulile, na tunaendelea kubaki na kuheshimu usajili wa Peter Shalulile, na kila mtu anatakiwa tu aadimaya na kuheshimu uongozi wa Young Africans kwa alichokifanya, kwa sababu ile ni mtu kama Peter Shalulile yule ana followers kibao, ana watu wanaomfuatilia. Ina maana anavyohamia kwenye ligi yako, kuna kijiji anahama nacho. Ametoka Namibia, kuna kijiji cha watu wa Namibia wataanza kufuatilia ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu wanamwadimaya Peter Shalulile. Haitoishia hapo, bado kuna kijiji ambacho amekiweka pale South Africa, wataanza kufuatilia ligi ya Tanzania bara. Kwa hiyo Peter Shalulile kwanza amekuja kuongeza thamani ya Young Africans, amekuja kuongeza thamani pia ya mpira wa nchi yetu. Sasa ukimuona mtu anadogosha hicho kitu, utaona pia akili zake kama haziko sawa, kwa sababu kiheshima, yani kuheshimu mpira wa miguu, anza kwanza kuheshimu usajili wa Peter Shalulile. Kama umeamua kweli kuutumikia na kuheshimu mpira wa miguu, anza kuheshimu usajili wa Peter Shalulile. Kama tulivyoheshimu usajili wa Stefan Aziz Ki. Hakuna usajili mkubwa uliofanyika kama wa Peter Shalulile. Sasa ATS atafanya vizuri au asifanye vizuri, hiyo inatokea kila sehemu. Yani Ronaldo mwenyewe anaweza kaenda timu na asifanye vizuri. Messi alienda PSG na hakufanya vizuri. Kwamba sio viongozi wa PSG ni wajinga au walifuata mkumbo, hapana, ila uwezo wa Messi uwanjani ulikuwa unajulikana, ndio maana wakamchukua. The same pia kwa Peter Shalulile. Naona watu wanaanza kujifanya wanatoa laana mapema, anaweza akaja asifanye vizuri. Wewe nani mpaka uanze hata asipofanya vizuri, kwa nini ndio mchezaji wa kwanza kutokufanya vizuri duniani? Sio kweli. Lakini katika kitu ambacho wote tunatakiwa tukubaliane kwamba usajili huu uliofanyika ni mkubwa sana, na ni usajili ambao unapaswa kupewa nguvu sana na kuheshimika sana kwa sasa kuliko kitu kingine chochote. Wengi wamesajili, watu wamehama, wameenda huku, lakini huwezi kufananisha na thamani ya usajili wa Peter Shalulile. Yani unaweza kushangaa labda wachezaji 3 waliosajiliwa Simba Sports au 4, thamani yao ikagonga kwa mchezaji mmoja ambaye ni Peter Shalulile. Kwa maana Yanga itajitanabaisha kama ndo klabu bora zaidi au klabu yenye thamani zaidi ya Afrika, yani hapa Tanzania, kwa sababu hata ikija
Mfano Yanga sasa hivi wanaenda kufanya nao, wanaenda kwenye mfumo wa mabadiliko. Unapoenda kwenye mfumo wa mabadiliko, zile thamani ambazo zinapigiwa kwamba watapiga thamani ya majengo, thamani ya mikataba ya wachezaji, watu kama kina Peter Shauri wanafanya klabu inaonekana ina thamani ya hali ya juu sana. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni kuheshimu kwanza walichokifanya Young Africans bila kukidogosha. Hata kama mtu ulikuwa na mpango wa kwenda kujisaidia tena msimu ujao pale Young Africans, kidogo itakuwa changamoto kwa sababu wanaimarisha kikosi chao. Yaani wakati tunafikiria kwamba kikosi cha Yanga kitashuka, wao sasa ndo hapo wanaanza kuboresha kikosi chao kirudi wapi? Kirudi juu. Na usajili wao waliofanya ni mzuri kwa sababu wamechanganya. Yani wamechanganya. Wametia wachezaji wadogo sana kama kina Chuga Boy wale, kuna madogo wa Zanzibar hawa, wameweka vijana wadogo. Ile same pia wameweka vijana wenye level ya kati, afu wameweka na watu wazima. Kwa hiyo timu ina mchanganyiko wa watu. Mimi naamini Young Africans msimu ujao itakuwa bora kuliko hata ile Young Africans ya kina Fisto Kalala Mayele. Mimi naamini hivyo. Kwa maana hiyo turudi kwenye swali kuu la kuhusu usajili ambao kwa mwaka huu umekuwa usajili mkubwa sana. Bado nasimama na usajili wa Peter Shalulile. Kama kuna mtu yeye ataleta ushabiki wake na upuuzi wake, basi abaki tu na upuuzi wake, lakini tutabaki kuheshimu usajili wa Peter Shalulile.